Kwenye dunia ya leo ya kivita, ambapo teknolojia imechukua nafasi ya ujasiri wa wanadamu, jina Tomahawk limekuwa likibeba heshima, hofu na mamlaka ya nchi ya Marekani. Hili si kombora la kawaida, ni moyo wa mashambulizi ya kisasa ya Marekani, silaha inayoweza kufika mbali kwa usahihi wa ajabu bila hata ndege au askari kufika eneo la adui. Tomahawk ni mfano kamili wa jinsi teknolojia inavyobadili maumbile ya kivita. Haina makelele ya mizinga, haina moshi wa baruti, lakini matokeo yake yanaweza kubadilisha mwelekeo wa taifa. Inatuma ujumbe mmoja tu: Marekani inaweza kukushambulia popote bila onyo wala tishio. Kuzaliwa kwa kombora la Tomahawk kulitokana na mazingira ya vita baridi, yani Cold War. Wakati huo, Marekani na Umoja wa Kisovieti, sasa Urusi, zilikuwa katika mbio za teknolojia ya silaha za nyuklia. Marekani ilihitaji kombora dogo lenye uwezo wa kuvuka mamia ya kilomita, likiwa chini ya rada za adui na kenye kichwa cha kulipua kikubwa na cha kutosha kusababisha hasara kubwa. Mwaka 1972, mradi wa Tomahawk ulianza chini ya kampuni ya General Dynamics, ukishindana na miradi ya kisirisiri kama ya Pershing na Poseidon ya Urusi. Kusudi lilikuwa moja tu: kutengeneza kombora lenye akili linaloweza kuamua njia bora ya kufika shabaha yake. Mwaka 1983, baada ya miaka kadhaa ya majaribio, BGM-109A Tomahawk ilipitishwa rasmi na jeshi la wanamaji la Marekani. Hapo ndipo historia mpya ya kivita ilipoanza. Historia ya makombora ya cruise ambayo yanaweza kuruka mamia ya kilomita yakifuata ardhi, milima na mito kana kwamba ni ndege isiyoonekana. Tomahawk ni mchanganyiko wa injini ndogo, akili ya elektroniki na vilipuzi vya kiwango cha juu. Urefu wake ni mita 6.25, unene wa sentimita 52 na uzito wake ni karibu tani 1 na kilo 300. Kichwa chake cha kulipuka kinaweza kubeba hadi kilo 450 za vilipuzi vya high explosive au vichwa vya nyuklia katika matoleo ya zamani. Tomahawk linatumia injini ndogo ya Williams F107 WR402 turbofan inayoiwezesha kuruka hadi kasi ya kilomita 880 kwa lisaa kwa urefu wa chini mno, chini ya rada za kawaida. Kombora hili linapotoka au kufyatuliwa kwenye manuari au meli, hufyatuliwa kwa nguvu ya roketi ndogo, kisha injini ya turbofan huanza kazi ikilipeleka taratibu kwa kasi ya ajabu. Mfumo wa uongozi ndicho kipengele cha kipekee cha Tomahawk. Kombora hili linatumia Inertial Navigation System INS, mfumo wa ndani wa kujua mwelekeo, TACOM yani Terrain Contour Matching ambayo hulinganisha mandhari chini yake na ramani zilizohifadhiwa, GPS Navigation ambayo huhakikisha usahihi wa juu zaidi, pamoja na DSMAC Digital Scene Matching Area Correlation, kamera maalum inayotambua mandhari ya mwisho kabla ya kulipua. Matokeo yake ni kwamba Tomahawk inaweza kulenga kitu kidogo kama kituo cha rada au jengo moja na kulipua kwa usahihi mkubwa wa mita 5 pekee. Kombora hili limepitia vizazi vingi vya maboresho. Moja, BGM-109A Nuclear Land Attack. Hili lilikuwa na kichwa cha nyuklia ambapo lilisitishwa mwaka 1991. Mbili, BGM-109C Conventional TLAMC ambalo lina kichwa cha kawaida cha vilipuzi. Tatu, BGM-109D Submunition ambalo hubeba vilipuzi vidogo vingi kwa malengo yaliyosambaa. 4, RGM au UGM-109E Block 4 Tactical Tomahawk ambalo linaweza kubadilisha shabaha angani, kupata taarifa mpya au hata kurudi likibatilishwa. Na namba 5, Block 5 2021 toleo jipya zaidi lenye uwezo wa kushambulia pia malengo ya baharini na kutumia mawasiliano ya kisasa ya satellite. Toleo la kisasa la Block 5 lina uwezo wa kiajabu. Linaweza kuwasiliana na kituo cha amri wakati liko angani, linaweza kugeuka au kubadilisha mwelekeo likipewa amri mpya, na pia linaweza kushambulia meli za kivita, ngome au hata malengo ya ardhini yaliyoko ndani ya nchi. Kwa maneno mengine, toleo la kisasa la Block 5 Tomahawk ni kombora lenye akili ya buibui. Halina haraka lakini halishindwi kufika. Katika vita vya Ghuba mwaka 1991, Tomahawk ilitumia dakika 30 pekee kufika Baghdad kutoka bahari ya Shamu. Zaidi ya makombora 288 yalirushwa
yakiharibu vituo vya mawasiliano, ngome za Iraq na viwanja vya ndege. Hii ndiyo vita vya kwanza duniani ambapo kombora lililotumwa mbali lilicheza jukumu kubwa kuliko ndege za kivita. Katika vita vya Iraq mwaka 2003, zaidi ya makombora 800 ya Tomahawk yalitumika. Shabaha zake zilikuwa majengo ya serikali, makao makuu ya jeshi na mitandao ya mawasiliano. Katika mwaka huu, dunia iliona jinsi teknolojia inavyoweza kubadilisha usiku kuwa moto. Mwaka 2017 na mwaka 2018 nchini Syria, Rais Donald Trump aliamuru makombora 59 yalipuliwa kwenye uwanja wa anga wa Shayrat kulipiza kisasi kwa mashambulizi ya kemikali. Dunia nzima ilishuhudia televisheni ikionyesha moshi wa moto ukikata anga la usiku baada ya makombora ya Tomahawk kutumika. Nchini Libya mwaka 2011, wakati wa kuanguka kwa utawala wa Muammar Gaddafi, Marekani na Uingereza zilitumia makombora ya Tomahawk kuzima mifumo ya rada na ulinzi wa anga wa Libya. Haya yalifungua njia kwa ndege za NATO kukamilisha operesheni hiyo. Katika siku za kwanza za Operation Enduring Freedom nchini Afghanistan mwaka 2001, Tomahawk yalilenga kambi za Taliban, yakionyesha kwamba Marekani inaweza kushambulia kutoka baharini bila kuwa na askari ardhini. Tomahawk imekuwa si tu silaha, bali chombo cha diplomasia ya nguvu. Kila kombora linapofyatuliwa, sio tu adui anayepigwa, dunia nzima hupokea ujumbe wa kisiasa. Kwa mfano, Uingereza ilitumia Tomahawk Libya kama alama ya ushirikiano wake na Marekani. Australia na Japan zimezichukua kama sehemu ya mikakati ya kujilinda dhidi ya China na Korea Kaskazini. Marekani hutumia mauzo yake kama njia ya kudumisha ushawishi wake wa kijeshi duniani. Kila kombora moja la Tomahawk linagharimu zaidi ya dola milioni 1.9 na kuifanya Tomahawk kuwa pia chanzo cha biashara ya silaha yenye thamani kubwa zaidi. Kila taifa lililopewa ruhusa ya kumiliki Tomahawk linakuwa sehemu ya duara dogo la washirika wa karibu wa Marekani. Silaha hii imekuwa kama alama ya uhusiano wa kistratejia. Uingereza, Australia na Japan wote wamepewa Tomahawk kama sehemu ya muungano wa kijeshi unaoleta mizani ya nguvu katika Indo-Pacific. Kwa upande mwingine, Urusi na China zimetazama Tomahawk kama tishio la kimkakati, na ndio maana zimetengeneza makombora pinzani kama Kalibr nchini Urusi na CJ-10 kutoka China, yakijaribu kuiga usahihi wake. Hata kama ni kombora lenye akili, Tomahawk sio kombora lililokamilika zaidi. Baadhi ya changamoto na udhaifu wake ni pamoja na kutegemea sana GPS, hivyo adui anaweza kutumia mbinu za GPS jamming kuipotezea njia. 2. Gharama kubwa ambayo inafanya matumizi yake yawe ya kimkakati tu. 3. Kombora hili halifai kwenye vita vya karibu kama vile mapigano ya ardhini yenye harakati nyingi. Na 4. Kombora hili la Tomahawk lina kasi ndogo zaidi ukilinganishwa na makombora mengine, ambapo inaweza kuchukua dakika kadhaa kufika, hivyo shabaha inayohama haraka inaweza kutoweka. Lakini licha ya madhaifu haya, bado ni silaha inayoheshimiwa kwa sababu ina uaminifu wa 98% ya kufika shabaha yake kwa ukamilifu. Kuna hoja kubwa zinazojitokeza kuhusu maadili ya mashambulizi yasiyo na wanadamu. Je, ni sawa kushambulia kutoka baharini bila hata kuona madhara yake moja kwa moja? Tomahawk imeweka ulimwengu kwenye enzi ya vita vya mbali, ambapo maamuzi ya maisha na kifo yanatolewa kwa kubonyeza kitufe kwenye kompyuta. Hili limezua mijadala ya kimaadili duniani, hasa pale ambapo shabaha zimekosewa au wananchi wa kawaida wameathirika. Lakini Marekani inatetea matumizi yake, ikisema teknolojia hii hupunguza vifo vya wanajeshi wake na kuleta ufanisi mkubwa katika operesheni za kijeshi. Baada ya zaidi ya miongo minne, Tomahawk bado haijapitwa na wakati. Raytheon inaendelea kuboresha mifumo yake kwa kutumia AI, rada ya synthetic aperture na uwezo wa stealth. Makombora yajayo yataweza kuwasiliana na drone, kupata taarifa za moja kwa moja kutoka angani na hata kufanya maamuzi yenyewe kuhusu njia bora ya kufika shabaha yake. Wataalamu wa kijeshi wa Kimarekani wanasema Tomahawk haijazeeka bali imekomaa zaidi. Na katika ulimwengu wa mashindano ya silaha, ukimya wake ni tishio lenye kelele zaidi. Kwa muda wa miaka 44, Tomahawk imebaki kuwa ishara ya nguvu ya Marekani, silaha isiyoongea lakini inayoamua mijadala ya dunia. Ni mfano wa mabadiliko makubwa katika vita, kutoka mashambulizi ya askari hadharani hadi mashambulizi ya akili nyuma ya screen. Leo dunia inapoangalia Mashariki ya Kati, Ulaya na bahari ya Pacific, jina Tomahawk linaendelea kuibuka kama alama ya ushawishi wa kijeshi na kisiasa. Kwa hiyo, wakati wengi huona kombora hili kama chuma tu linaloruka, wachache wanatambua kuwa ndani yake kuna ujumbe mzito: nguvu, nidhamu na onyo la kimya kimya kwamba dunia bado ipo chini ya kivuli cha teknolojia ya kijeshi.